Mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tunasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu acha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi. Hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa maana kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huu, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambao tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote. Kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga, viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo. Ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa kapiga mlio haya. Vijana. Kwa hiyo wewe upo. Unajua yuko polisi la huyu. Hapo na kitu umekisawa tuyaomba. Kaenda kufanya nini polisi? Maana tunatangaza mechi hapa. Tulikuwa na wasiwasi utakuwepo? Nani? Hii kasino ya Central cha ng'ombe.
Sasa tukafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu unatoka. Hayathi. Unaweza kaenda asubuhi. Kumbe mchome mshamfukuza kweli. Kaja kwenye mechi. Agi. Ndio yuko ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo, yupo hapa? Hayupo naye yupo Central. Katoka juzi. Ameenda kufuatilia nani machimbo yake. Jibi hayupo hapa. Yupo hapa? Nataka kumuona. Mshachukulia nje hapo. Yupo. Yeye acha ukotwa nje. Jibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hiyo muhimu sana ulisisitiza. Usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Tukawapasua pia. Na bado tukawafunga. Kutupasua ndo mwezi. Kutupasua Ange napataka mfungo. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Tunawataka kweli kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi. Tunataka kamdomo. Tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake. Na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, Naguna imeingia. Na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako. Wamelala hapa. Ndio kama mikate na jambo na supu. Shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watatudhalilisha. Asiwe Serena mtu wa mikate. Godi onyesha mikate juu kwanza kidogo. Kwa mikate juu, mpe mikate yake huyo. Mpe aonyeshe kidogo. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndo maana Mbagala watakupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wa Azam. Wale ni chamazi kaka. Sio Mbagala. Lakini hapo Azam mmeingiaje? Si ushukuru tunakuletaje kaka. Tukikusahau naye atakukumbuka. Kwa nini unahitaji katika mazingira ya kuhitaji Kuna Azam TV. Sasa utajulikana vipi? Ndugu zanguni, Uone unakuwa maarufu. Kuwepo. Wakati Simba inaanza ule kuwepo jibi. Simba inaanza ule kuwepo nyote si vile. Yaani hivi jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyo apewe ngombe akakae kule. Wewe una jezi ya ngombe hapa. Mmeanzisha nini kulikuwa? Hebu tulia bwana. Endelea na press yako. Mimi niko salama. Hebu tulia. Tunawasaidia hawataki. mwenezi usiwe na wasiwasi kaka. Kazi. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu. Kwenye kiwanda cha juice. Mwili wake huu. Sio juice. Unga. Au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wanaopambania Azamu wanataka kazi. Ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani ndio kama mlizoea unyonge kwenye Azamu. Azamu ina miaka 9. Na tunamtambia wewe subiri zamu yako. Usimwita huyu mke. Ugonjwa umeshaingia kwenye ndoa. Na kama mtasema ni wa ndoa, akiunga mke ataumwa. Kufunga sisi.
iko hivi. Timu ya kwanza kupigana uwanjani kwenye nchi ya Tanzania, timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefan Mwasika alikuwa anaitwa mchungaji, lakini alirusha ngumi kwenye uwanja wa mpira Benjamin Mkapa. Kipre Herman Cheche vitu vyake. Wakati huo yeye yuko kwa Urusi.